wa kupika wali mweupe bila kuchafua. Na wewe unaweza ukakaa ukaongea vizuri kuhusu mwenzako bila kumchafua, unashindwa na chungu. Haya jamani, imani na usasa katika utandawazi, imani thabiti, maadili hai na jamii salama. Hii nimeisikia kule kwenye tangazo na ndio dira kuu. Imani na usasa katika uthabiti, katika utandawazi, imani thabiti, maadili hai na jamii salama. Sasa kwa sababu mimi na mdomo sana najijua, ili nijicontrol, hebu nitembee kwenye hiki nilichokiandaa, alafu kama nitachangia kidogo, kwa sababu najua tunajijua. Unajua ukishajijua unajidhibiti mwenyewe. Haya, imani na usasa katika utandawazi. Utandawazi umeleta dunia pamoja sana, umeisogeza, yani watu tumekuwa connected kama vile tuko kijijini. Kwa hiyo teknolojia, mawasiliano ya papo kwa hapo, mitandao ya kijamii na uhamaji wa watu na mawazo vimeunda ulimwengu mpya unaobadilika kwa kasi sana, kasi mno. Katika mazingira haya, swali muhimu linabaki. Swali muhimu linabaki: Mkristo awezaje kuishi imani yake bila kupotea katika mawimbi ya usasa hivi, ya usasa? Katika teknolojia mambo yamebadilika, sio kama zamani tena. Je, Mkristo anawezaje kuishi? Biblia sasa na changamoto ya mabadiliko ya sasa hivi, namna ya kuichukua Biblia na kuingiza kwenye maisha ya sasa hivi. Mtume Paulo anatoa mwongozo wa msingi kwenye Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Anasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hapo Paulo hasemi tuikimbie dunia, bali tuitazame dunia kwa macho ya Yesu. Yaani kile kilichopo tukitakatifuze, kisitufanye, yani tuache kile kitu kizuri alafu tukimbilie kile, tuanze kubadilika kwa jinsi dunia inavyotupeleka. Kwa hiyo utandawazi unahitaji utambuzi wa kiroho, lazima uwe vizuri, uchambuzi wa kimaadili, msimamo wa kiinjili. Hivyo vitu ni muhimu sana. Sasa mafundisho ya kanisa, mababa watakatifu angalau watatu hivi walioongelea kuhusu haya mambo. Tuna Papa Yohane Paulo wa pili, anasisitiza kuwa kwenye barua yake au encyclical inaitwa Christi Fides Laici, anasema kuleta injili katika moyo wa tamaduni mpya. Hii ina maana si kukataa ukisasa, kuileta injili ingie kwenye usasa wa sasa hivi, bila manake kuitakatifuza hiki kitu kipya kilicholetwa kwetu. Tuilete sasa injili ingie ndani, itakatifuze, bila hiki kitu kipya kuzima roho ya injili iliyokuwepo. Kwa hiyo inahitaji kweli utambuzi wa kiroho, na hii haina maana kwamba tunakataa ukisasa, bali tunautakatifuza, kuutumia kwa ajili ya wema wa binadamu. Papa Francisco hayati kwenye barua yake katika Evangelii Gaudium anaonya dhidi ya utamaduni mpya ambao pengine unasisitiza kuhusu maslahi, kupata faida bila kujali utu, yani the world of consumerism. Yani watu wanapambana hali mradi, yani kwa mfano ndugu Tesi hapo kwa mfano, yani wewe unaweza kuwa umeconcentrate kwenye kupata faida, kama uko kwenye madini ukachimba, yani ukaacha mashimo, yani alimradi wewe unafaidika, unaacha mashimo mpaka kizazi kinachokuja kinakuja kushangaa hakuna tena Tanzanite. Wakiambiwa Tanzanite nini, unafikiri labda ni ng'ombe fulani mwenye mkia fulani hivi. Kwa hiyo Papa Francis anasema ukisasa uwe na huruma na kizazi kinachokuja. Kwa hiyo watu wako after profit bila kujali maisha ya binadamu, bila kujali kitu chochote. Watu wapo busy kuupdate vitu vipya. Maana ukiona gari jipya limekuja unalikimbilia, ili la zamani linafanya kazi lakini ulitaki, yani unataka kuwa up to date. Kwa hiyo dunia inabaki na takataka nyingi kwa sababu watu wako busy kukimbilia vitu vya mbele, vile vingine vinabaki huku. Makompyuta mengine yamekaa, yani mgongo yako umejaa huku, mengine yamenyoka, yana uwezo wa kufanya kazi lakini kuna vitu vipya. Kwa hiyo throw away. Kwa dunia inachafuka, vitu vyote vinatumika, kizazi kinachokuja kitapata wapi material?
wakati sisi tumeacha dunia ikiwa kwenye mashimo. Kwa hiyo Papa Francisco hapo anasema tuwe makini, tujali wenzetu wanaokuja, tusitumie teknolojia tumalize kila kitu kwa sababu ya uroho. Kwa hiyo teknolojia lazima iwe na mwangalizi wa utu, uangalie utu, utetee walio dhaifu, uwe mjumbe wa matumaini. Sasa kuna changamoto hapa. Utandawazi unaleta taarifa nyingi ambazo hazijachujwa, ambazo hazijafanywa uchujaji. Kwa hiyo kuna hatari ya kudanganya watu wengi sana. Mfano wale walioko kijijini wanaweza kusoma tu si mtu fulani amekufa, kumbe hata hajafa, watu tu wameandika tu ili wapate follow up. Kwa hiyo hapo taarifa nyingi zisizo za uchujaji zinatokea, mitindo ya maisha isiyo na maadili. Tunaona, unaangalia tu kwenye TV dakika 2 hivi, unaona watu kule Marekani pengine wanatembea na kinguo sijui kimepasuka hivi, na wewe ukitoka nje unakutana na mwingine yuko anatoka Kigogo kule anashuka Msimbazi, na yeye hicho amekiona kwenye TV. Ni mfano. Lakini utandawazi unaleta fursa ya kuhubiri Injili. Tunaona sasa hivi kamera zimejaa kila mahali. Tukio hili linalofanyika hapa, mnaimba hivi, mnagusa mioyo ya wengi bila nyie hamjui tu. Kuna watu wako live hapo wanaangalia, ni mnagusa mioyo yao katika hali ya juu kabisa. Lakini shukrani ni teknolojia Mungu ametupatia. Na usifikirie hata kidogo kwamba eti hii ni akili ya mwanadamu. Kuna vitu vingi, hii yote ni akili ni mambo ya Mungu. Hivi vyote hivi vilikuwepo, wanasema vilikuwa internal. Yaani Mungu anavileta kidogo kidogo. Pengine kutatokea tena kitu kingine baadaye, pengine sio kama tutakuwepo. Yaani pengine itafikia mahali hakuna tena hata kupanda ndege, pengine unasema niende Marekani, dakika 2 unajikuta Marekani. Sijui kama itatokea kitu kama hicho. Lakini teknolojia ni Mungu ameileta. Sasa tuitumie kuhubiri Injili. Elimu inaenda haraka sana, watu wanaweza kushirikishana tamaduni. Kwa hiyo imani na usasa sio maadui. Usasa na imani sio maadui, ni maeneo mawili yanayohitaji hekima ya kiroho ili yaishi pamoja. Imani thabiti katika utandawazi si imani ya maneno, bali ni imani inayoweza kusimama katika upepo wa mawazo tofauti tofauti, tamaduni mpya na changamoto za kimaadili. Unasimama hata kama watu wanakuambia sijui vitu gani maadili, unasimamia imani yako. Hata kama kumekuja tamaduni ambazo hazieleweki, bado ile essence au ile etymology au ile sema quiddity, kile kitu cha ndani kinabaki. Yani hata kutokea vitu gani, bado kanisa Katoliki litakwambia kuna sakramenti 7. Hata sijui kumetokea sijui vitu gani, upepo gani, Biblia haitabadilika. Hakuna mtu yote mwenye uwezo wa kuedit, kwa sababu eti kuna sasa sio kwa tu edit, hauwezi. Mtandao umekuja, ni kazi ya Biblia kuutakatifuza ili uweze kuendana na kanisa. Ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, imani thabiti katika utandawazi, imani thabiti si maneno matupu, bali ni imani ambayo inasimama licha ya upepo wa dunia unaoipress. Watu wanataka pengine ufanye vitu tofauti, lakini lazima usimame kwenye uthabiti wa imani. Yesu anasema katika Mathayo sura ya 7 mstari wa 24, kila asikiaye maneno yangu na kuyatenda nitamfananisha na mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kuna mambo mengi unasikia, kuna habari nyingi unasikia kwenye mtandao, lakini ujue huo pia ni upepo. Baki kwenye imani, baki kwenye imani yako, usibadilike kutokana na mtandao. Katika utandawazi, mvua, upepo na mafuriko inaweza kuwa ni mitandao ya kijamii, falsafa za kupinga imani, utamaduni wa starehe, shinikizo la kijamii. Imani thabiti ni ile iliyojengwa juu ya neno la Mungu, iliyojengwa juu ya sakramenti, maisha ya sala, ushirika wa kanisa, kukaa na wenzako bila kujitenga. Huwezi kusema nimesikiliza clip moja huko ni kwenye TikTok, kwa hiyo mtu amesema just mind your own business, na wewe unatoka na hicho clip unasema no, mimi mambo ya kukaa na watu sitaki, I'm just minding my own business. Haiwezekani. Kaa na wenzako. Na wanasema kama hujui muhimu wa wenzako, nenda makaburini, alafu waulize waliolala pale, nani aliwasaidia kuwazika? Alafu watakupa majibu. Nani aliwabeba wakawazika pale? Mafundisho ya kanisa katika Fides et Ratio ya Yohane Paulo wa pili anasisitiza kuwa
imani na akili vinapaswa kushirikiana. Katika dunia ya utandawazi, akili inachambua, imani inaongoza, dhamiri inaamua. Na usidanganye dhamiri yako. Wanasema dhamiri yako ni mahakama. Mahakama. Yaani unaweza kupelekwa mahakamani lakini unajua kabisa wewe ndio umetenda. Yaani wewe ndio umetenda hiyo dhambi. Unaweza kujifanya sijafanya, ni wewe. Dhamiri inakuambia ni wewe. Mahakama kuu ni hii dhamiri yako. Kwa hiyo huna namna ya kukwepa. Kwa hiyo akili inachambua, imani inaongoza. Usijifanye una imani alafu unaacha akili. Mungu ameiweka hapo, sio kibandiko. Huwezi kusema eti kwa jina la Yesu nataka kuruka hapa nikiwa nimefunga macho, Bwana atanidaka. Ruka uone. Bwana alishakwambia kuna gravity. Kitu chochote kikiruka juu kinavutwa chini na gravity. Wewe unataka kumjaribu Mungu eti Mungu atanishika tu kwa sababu nampenda. Au unakutana na kifuniko cha bia unaanza kukikemea. Shindwa kwa jina la Yesu. Kimekukosea nini? Kama sio akili, hujatumia akili. Hapo hujatumia akili. Kwa hiyo ndugu zangu, akili inachambua, imani inaongoza, dhamiri inafanya maamuzi vizuri. Kama Mkatoliki, hiyo usisahau. Na usikubali mtu yote akufanye uamue tofauti na dhamiri yako. Na hasa unapojua kwamba unamkosea Mungu. Namalizia. Sifa za imani thabiti. Imani thabiti lazima iwe ni yakina, sio ya maneno. Sio tu pengine ya kucheza tu hapo alafu dakika 2 tunakukuta huko. Lazima iwe ni ya ushuhuda, uonyeshe. Uwe na msimamo hata pale mahali ambapo maisha yako yapo hatarini. Sema ukweli. Dunia inawapa zawadi wanaosema uongo na wanaosema ukweli Kwa hiyo uwe makini. Imani lazima uisimamie. Lazima ukubali duniani huku uwe some sort of a small martyr. Uwe kama vile mfiadini wa sasa hivi. Utaongea hiki utapigwa huku, ukiongea unapigwa huku, unakuwa mfiadini wa sasa hivi. Yaani wewe ndio Karoli Lwango wa kisasa wa sasa hivi upo. Lazima uwe hivyo. Usipofanya hivyo imani yako huwezi kuishi. Ndugu zangu wapendwa, maadili hai katika utandawazi. Katika dunia leo, maadili hai inaimaanisha kwamba kusema ukweli hata kama dunia inapenda uongo. Sema ukweli hata kama dunia inasema uongo. Kuheshimu utu wa binadamu hata kama dunia inapenda faida. Kuna watu wanapenda faida hata kama wakikanyaga mgongo wako hawajali, alimradi duka lake liwe salama. Kwa hiyo kuheshimu utu wa binadamu hata kama dunia inapenda faida. Kuwa mwadilifu hata kama dunia inapenda njia za mkato. Simama kazini, watu wanaweza kukutenga. Onyesha imani yako ukiwa kazini kwamba mimi ni Mkatoliki. Watu wanakudanganya, fanya hivi na hivi, onyesha mimi sio hivyo. Unaweza ukazushiwa story, ukajengiwa kila aina ya hoja, lakini imani, onyesha imani yako katikati ya dhoruba za dunia. Maadili hai ni ushuhuda wa Injili katika ulimwengu uliogeugeu wa kisasa. Jamii salama, mliongea wenyewe mkasema jamii salama. Jamii salama si jamii yenye polisi wengi. Jamii salama sio jamii iliyozungukwa na mitutu ya bunduki wanaolinda watu. Sio jamii salama. Jamii salama inajengwa na mambo yafuatayo: watu wenye maadili mema, watu wenye imani, watu wenye mshikamano wanaopendana, heshima na utu kwa binadamu. Ukiwa na hivyo, jamii ina shida gani? Wewe linda na mitutu, linda ulindavyo, lakini watu hawaogopani, watu hawaheshimu utu. Sasa unalinda nini? Jamii salama sio jamii inayolindwa na mitutu ya bunduki. Jamii salama si jamii yenye polisi wengi, bali jamii yenye maadili, imani, mshikamano, heshima kwa utu wa binadamu. Biblia, msingi wa jamii salama. Zaburi ya 127 mstari wa 1 inasema, kama Bwana hakujenga nyumba, waijengao wanajisumbua bure. Jamii salama inajengwa juu ya hofu ya Mungu, watu wenye hofu ya Mungu, haki, ukweli, upendo. Kama vitu hivi havipo, imekula kwako. Sasa hivi tunasomesha watu wenye akili ambao hawana huruma. Tunasomesha watu wenye akili ambao hawana upole. Tunasomesha watu wenye akili ambao hawajali, yani hawaogopi kukumaliza. Lazima hivi vitu vyote viwili vifanye kazi. Elimu ya moyo na elimu ya akili viwe incompatible, vifanye kazi vizuri. Huwezi kusema
una akili alafu unashindwa kuishi na binadamu wenzako? Wewe unawezekanaje unakuwa engineer alafu unashindwa kusalimia binadamu wenzako? Wewe uko juu tu. Kwa hiyo jamii salama inajengwa juu ya hofu ya Mungu, watu wenye kuogopa Mungu, watu wa haki. Huwezi kukanyaga mgongo wangu alafu niambie cheka, na chekaje? Wakati wewe ni tembo na umekanyaga mguu wangu alafu niambie mbona utabasamu? Au umepasulia nazi juu ya kichwa changu alafu unanipa yale maji unaniambia kunywa, cheka basi. Siwezi kucheka, umeniumiza mimi. Kwa hiyo jamii salama inajengwa juu ya hofu ya Mungu, haki, ukweli na upendo. Mafundisho ya kanisa, Papa Francisco kwenye Fratelli Tutti, Papa anasisitiza kwamba undugu wa kibinadamu, mshikamano, kujali walio dhaifu. Jamii salama ni ile inayolinda familia, maskini, wagonjwa, wazee na vijana. Jamii salama katika utandawazi unaweza kuleta uhalifu wa kimitandao, mmonyoko wa maadili, upweke wa kijamii. Kuna watu wanajifungia kwenye simu zao na gadgets zao, wengine wanaangalia movie, hawana muda na binadamu wengine. Lakini pia unaweza kuleta utandawazi unaweza kuleta elimu bora, ushirikiano wa kitaifa, maendeleo ya afya. Jamii salama inahitaji viongozi waadilifu, raia wenye maadili mema, taasisi zenye uwajibikaji, kanisa linalotoa mwanga wa kiroho. Namalizia hapa sasa, connect na wanakwaya. Wanakwaya ni zaidi ya waimbaji, ni wahubiri wa sauti, wa misionari wa muziki na mabalozi wa injili katika parokia mbalimbali, katika jiji na hata mitandaoni. Kwa hiyo mada hizi 4 ambazo mmezisema nyinyi wenyewe hapa zinawagusa moja kwa moja katika maisha yenu ya kila siku. Imani na usasa katika utandawazi. Katika dunia leo, wanakwaya wanakutana na usasa wa kila siku, mitandao ya kijamii, muziki wa kisasa, tamasha kama hivi. Pengine unaweza kutoka kuna kikwaya kiko huko ndani huko kinajifananisha, kinakata tamaa kabisa, kinasema hatutaka tufikie wenzetu, wanaamua hata kuacha kwaya. Kwa hiyo mitandao ya kijamii, muziki wa kisasa, tamasha, safari za utume, kamera na video. Pia mashabiki wa mtandaoni wanaweza comment vibaya kwenye wimbo wenu mkajisikia vibaya. Imani na usasa kwa wanakwaya inaimaanisha kutumia mitandao kuinjilisha, si kwa drama. Don't do dramas there. Yani unaweza kucheza bila kuweka, kuchagua nyimbo zenye ujumbe wa injili, si zile zinazoendeshwa na umaarufu. Hii najua mko makini sana hapo. Kuonyesha tabia ya Kikristo hata wakati wa safari. Mna safari mbalimbali, mazoezi ya kwaya. Kuimba kwa ubunifu bila kupoteza utakatifu wa liturujia. Mnaimba kwa ubunifu bila kuharibu utakatifu wa liturujia. Kwa hiyo wanakwaya wanaweza kuwa mfano wa jinsi ya usasa unavyoweza kutumika kwa utakatifu. Tumieni usasa wa sasa hivi, mitandao, ili kutakatifuza mioyo yenu. Nafikiri huwa mnakutana na mimi mara nyingi ninapotuma asali mubashara, masomo, tafakari, namna ya kutumia mtandao kutakatifuza mtandao. Lakini kule ndani kuna kila kitu. Yaani ni wewe tu. Ni kama wanasema ukitaka wimbo huu bonyeza nyota itakuwa wa kwako. Ukiacha kubonyeza hauwi wa kwako. Ukibonyeza ni wa kwako. Imani thabiti katika utandawazi. Wanakwaya hukutana na majaribu ya aina nyingi. Kutafuta sifa inatokeaga. Unaweza kukuta kanisani wewe huwa unakaa kwenye benchi la kwanza huko, na hutaki mtu mwingine akae hapo, kwa sababu wakati unacheza watu wanakuangalia. Kwa hiyo utukufu unaanza unakatika zako, unaangalia nani anakucheki, mnaniona mnioni, mnaniona mnioni. Kwa hiyo epuka kishawishi cha kutaka kupata sifa kutoka kwa waumini. Jua kwamba unapoimba unamwimbia Mungu wako. Usisahau mashindano yasiyo na roho kwenye parokia zetu. Hiyo epukane nayo hiyo. Kutokuwepo kwa nidhamu, hivi vitu mnavijua. Mitindo ya mavazi isiyo na heshima, epukeni. Kina dada hapo, na nishawaambieni uvaa nguo kuendana na mwili wako. Kina dada, ujue wewe ni namba ngapi. Ujicheki. Kama wewe ni umbo namba 9, unajua unafanana na hii maiki kwa mfano. Wake juu ni mnene, chini mwembamba. Sasa juu mnene, chini mwembamba, unavaa kimini kweli na blouse, unavaa suruali na blouse.
Wewe umbo namba 6. Tunajua nishasemaga hizi. Kuna umbo namba 8. Juu chini unafanana. Hii ni universal, huyu anaweza kuvaa nguo yote. Kuna umbo namba 1. Yuko kama 1. Huyu namba 1 asivae dera kwa sababu akikaa kwenye dera anakuwa kama kimdoli kiko huko. Kinacheza cheza huko. Imani thabiti kwa wanakwaya inaimanisha kuimba kwa kumtukuza Mungu, si kwa kujionyesha, kuwa waaminifu kwenye mazoezi na ibada, kusimama katika maadili hata kama wengine hawafanyi hivyo. Usige watu, usione watu wako kwenye dhambi unaamua kuwaiga kwa sababu unaona kama wanaenjoy sana. Wewe baki na msimamo wako wa imani. Kutokukubali muziki unaodhalilisha utu au unaopotosha vijana, usikubali. Wanakwaya wanakuwa nguzo ya imani kwa vijana wengine wanaoangalia kama mifano, kama mama alivyosema, Mama Tibaijuka. Maadili hai ni maadili yanayoonekana, yanayogusa, yanayoishi, tunayoishi. Mavazi ya heshima katika kuimba, lugha safi na tabia njema wakati wa mazoezi, kuheshimiana ndani ya kwaya, kutokutukana kwaya nyingine. Msitukanane. Mko parokiani mnatukanana nyinyi kwa nyinyi, au na kwaya pengine jirani parokia nyingine. Mashindano yasiokuwa na maana. Mshindane katika utakatifu, sio katika kutafuta umaarufu. Kutokutumia vibaya mitandao, kutokufanya muziki kuwa chanzo cha migogoro. Mwepuke mambo kama hayo. Maadili hai yanawafanya wanakwaya kuwa wamisionari wa tabia njema, si tu wa sauti nzuri, ila ni wa tabia njema. Jamii salama. Wanakwaya wana nafasi ya kipekee ya kujenga jamii salama kupitia nyimbo za amani, nyimbo za haki, nyimbo za maadili, nyimbo za kuhamasisha vijana, nyimbo za kuponya waliojeruhiwa. Dunia hii kuna watu wana maumivu. Watu wengi wana fake smiles. Usione watu hapa wanashangilia hapa, wengine wanatoa tu stress pia. Kuna wengine yani basi tu yani wana maumivu ya ndani, lakini wafanyeje? Wapo tu yani kama vile bwana anateseka, navumilia tu yani yupo. Sasa leo wamekuta wenzako wanacheza, inabidi ajirushe. Kwa hiyo muimbe pia hizi nyimbo zenu. Unaona jinsi zimekuwa faraja kwa watu. Unapoimba vizuri unafariji jamii ya watu wengi ambao wana maumivu huko duniani. Wakati wa ziara zenu kama wanakwaya, tembeleeni pia wagonjwa, mayatima mwatembelee. Nendeni mkalete, na tunajua kwenye mazishi huwa mnahudhuria sana, mnawafariji sana wafiwa. Tunawashukuru kweli. Kuhamasisha vijana kuepuka ulevi, dawa za kulevya na uhalifu. Kwa hiyo wanakwaya wanakuwa watengenezaji wa jamii salama. Mnapofanya mambo kama haya, jamii inawaiga, kwa sababu kazi pekee ambayo unaifanya hapa duniani na mbinguni utaifanya ni kuimba. Kazi pekee. Wewe pengine unafanya kazi sijui usalama, au sijui unafanya sijui hazina, au sijui wewe sijui unakaa ofisi ya rais, management sijui vitu gani, sawa. Lakini hivi vyote hivi vinaishia hapa. Ukicross to tap, jamaa utawakuta mbinguni kule, wako kwenye vifua vya Ibrahim kule wanaimba hosana. Lakini kazi yako hii ambayo pengine inakufanya hata usiongee na watu vizuri, unajinyanyua, pengine inaweza kukunyima baraka. Lakini kuimba ni kazi pekee ambayo ina baraka, ambayo mbinguni utaifanya. Hitimisho fupi kwa wanakwaya. Wanakwaya wa Dar es Salaam ambao mpo hapo wengi, hasa kwaya ya Makuburi, parokia Makuburi. Ninyi kwa Dar es Salaam ukiongea kuhusu kwaya za pale, ni kwaya ambazo zinasikika sana, mnahubiri kweli. Parokia Makuburi, yani you are the star kama hamjui, na mtu yote asiogope kuwapongeza ninyi. Naona wengine wanaitwaje, Kizito. Usiogope kutamka Kizito. Kizito itakuwa rahisi, si ndio wimbo wa Kizito wa Zakaria? Mnaweza kusema sisi hatuwezi kuimba itakuwa rahisi, tunataka tuimbe tu Mkatoliki simama kwa sababu umetungwa na shayo. No, yani nyie lazima muonyeshe kwamba hatuna utofauti. Sisi tunamsifu Yesu mmoja, kuna tabernakulo moja, tuna parokia moja, lazima tukae pamoja. Kwa hiyo vunjeni kabisa, msio kuna kishawishi cha kutaka kuitarafiana na kutaka kuanzisha mashindano, kwa sababu nyie wote ni nyota, stars. You have to know that. Tunawatazama mnavyoishi, tunawapiga jicho. Mkileta noma tu tunajua tu jamaa wapendani, na tunawacheki hata mnavyofanya vitu hapo, tunawacheki. Mnamwangalia nani? Na waangalieni, mpendane. Kwa hiyo na Kizito tuwasikie mnaimba Mkatoliki na nani
Anuarite tuwasikie mnaimba, itakuwa rahisi kwa shida, bila shida yote, kwa sababu sisi ni watoto wa familia moja. Baba yenu ni Omondi, huyu hapa. Omondi mimi nimeishi naye, mimi nimemwandikia ripoti ya mwisho ya kuwa faza. Ni padri mwema. Padri mzuri sana. Kwa hiyo ishini vizuri huko. Niseme mpone, kumbe mko mnaumwa. Asante. Namalizia hapa nimesema hitimisho, wanakwaya. Mna nafasi ya kipekee katika kanisa na jamii. Watu wanawatazama. Makuburi, parokia Makuburi mnatazamwa sana kwa sababu nyimbo zenu nyingi zimekamata YouTube kule. Sio Anuarite, sio Kizito, mmekamata. Ukigeuka huko Mkatoliki simama, hujakaa vizuri. Tegemeo la ndio stories za mjini. Ukigusa wimbo unao hit sasa hivi, Mkatoliki na tegemeo langu hilo, sio mchezo. Zote zimetoka Makuburi. Baba mmoja, watoto mbalimbali. Kupitia sauti zenu, tabia zenu na uwepo wenu mtandaoni, mnaweza kueneza imani, kuishi maadili, kuleta amani, kuunganisha jamii, kuponya mioyo na kuifanya injili isikike mbali zaidi kuliko hata Makuburi pale mlipo. Asanteni kwa kuwa wahubiri wazuri. Mungu awabariki sana sana. Mmefika wema mno. Baba Mondi, hongera sana. Mungu akutunze kwa kukaa na watoto wako wanajisikia amani. Mama Tibaijuka, kama kawaida, kaa kwenye reli, usitoke kwenye reli. Kama kawaida yetu, mpaka mbinguni. Mwisho wa mdomo wangu jamani, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naomba makofi mengi baba, usitoke. Jamani tusimame. Itakuwa rahisi kunitanga